serikali kupitia wakala wa nishati vijijini yani REA, Mheshimiwa Spika, imeweza sasa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote 12318 sawa na vile ilivyoahidi kwenye ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2020. Aidha, katika ilani ya uchaguzi 2020 malengo tuliyokuwa tumewekewa sisi ya kuhakikisha kuwa maeneo ya pembezoni tunayapelekea umeme, Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza visiwa 181 vyote vile tunapambana kuvipelekea umeme katika kipindi hiki. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na bunge lako tukufu kuwa mpango tulionao kwa sasa, tunaendelea na mpango wa kuongeza vitongoji 9,000 ambavyo vimetangazwa na wakandarasi wamekwisha kupatikana. Na mimi nataka niwahakikishie kuwa hatujui ilani ya uchaguzi itatueleza lini baadaye, lakini sisi tumeanza hata kabla ya hiyo ilani kupeleka umeme vitongojini ili wananchi waweze kupata umeme. Nataka nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake kwenye kupeleka umeme. Na hili Mheshimiwa Spika, labda niwape ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuwa katika kitu kimoja wapo kilichofanya Tanzania kuwa mwenyeji wa Energy Summit Africa na kuwaleta wakuu wa nchi wote Afrika, tulivyopimwa na World Bank, nchi iliyoongoza kwa kupeleka umeme vijijini tulikuwa sisi Tanzania. Mpango wa kupeleka umeme kwa wananchi kupitia kile kinachoitwa Mission 300, mpango unaochukuliwa kwa mfano ni mpango wa Tanzania. Hivi ninavyozungumza hapa, katibu mkuu wetu alikuwa Marekani kwa ajili ya kupeleka mpango wetu kwenda kupresent, maana hiyo ndio modo inayotumiwa na wengine. Inawezekana hapa ndani tukajidharau, lakini huko kwingine nje wanatuona sisi ni wakubwa mno, tunahitaji kuigwa. Nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, tembeeni kifua mbele, tembeeni mkijiamini kuwa sekta ya nishati iko mikono salama chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi wasaidizi wake hatutamwangusha kwenye jambo hili. Tutasimama wakati wote kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Na Mheshimiwa Spika, huwa nawaeleza wenzangu kwenye sekta ya nishati, kama kuna sekta hahitaji kusema sana ni hii, ni umeme. Umeme ukikatika hauhitajiki maelezo, umekatika. Hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Hata ungekuja na misamiati yoyote unayoijua ukajieleza kwa ufundi unaoujua, kama watu hawaoni umeme ni kama tu unapiga gitaa kwa wimbo watu ambao haujui. Nataka nikuhakikishie kuwa Mheshimiwa Spika, tutahakikisha kuwa kila linalowezekana kazi ya kupeleka umeme inaendelea. Mheshimiwa Spika, imeelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini na mapendekezo yaliyotolewa na kamati. Labda nieleze la kwanza kwamba serikali bei ya kuunganisha umeme kwa sasa ni shilingi 67 kwa maeneo ya vijijini na vijiji miji. Serikali inaendelea kuunganisha umeme kupitia mpango mahususi wa national wa nishati National Energy Compact kwa mwaka wa fedha 2025-26, yani budget hii tulionayo. Serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wananchi kwa shilingi 27,000 katika maeneo mbalimbali yenye sura ya vijiji miji. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya wastani wa shilingi 58 ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi, lakini wananchi hulipia kiasi fulani ambacho bado wabunge wamesema ni kikubwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumejadili jambo hili kwa kina kwenye kamati, tuliamua kuunda kamati. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hili ni jambo linalohusiana na uchumi, linalohusiana na fedha, haliwezi kutamkwa bila uchambuzi. Naomba waheshimiwa wabunge kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mtupe muda. Tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, kwenye mradi wetu wa compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine, tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni 8. Milioni 8 ukijumlisha na wale waliokuepo milioni 5, tunatakiwa itakapofika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya 12. Sasa Mheshimiwa Spika, tumeambiana wizarani kuwa kwa hali ya kawaida kama tumeunganisha wateja milioni 5.2 kwa kipindi chote toka tumekuepo, ni muujiza gani huu tutakaokuwa nao wa kuwaunganisha wateja milioni 8 ndani ya miaka 5? Maana yake ni kwamba ni lazima kuwe na utaratibu ambao sio wa kawaida uliozoeleka tuliokuwa tukifanya miaka yote katika uunganishaji wa wananchi. Na mojawapo ni kuangalia ni kitu gani kinachowakwamisha wananchi kuunganishwa na huo umeme. Mheshimiwa Spika, kila mbunge ameeleza hapa kwamba moja ni gharama, lakini mbili
hizi gharama zote hawaziwezi wananchi. Tumeunda hiyo timu ikatufanyia uchambuzi, tuletee majibu. Na naamini wakati fulani tutawahusisha na waheshimiwa wabunge ili muweze kujua ni kitu gani tunachofanya. Lakini nataka niwahakikishie kuwa tunalifanyia kazi jambo hili ili uunganishaji uweze kuwa rahisi, na hili linalozungumzwa la watu kuweza kuunganishwa umeme kwa bei nafuu tutalifikia. Lakini unganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme yani tarifu kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka 10. Kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA. Naomba mnikubalie waheshimiwa wabunge kwamba jambo hili ni la kiuchumi, ni la kisayansi, linahitaji uchambuzi, kuwashirikisha wadau na wadau mbalimbali watoe maoni yao. Naomba tuwape nafasi EWURA kama regulator independent afanye kazi yake bila kumuingilia, ili atuletee taarifa hizi gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika. Kwa hili na lenyewe tunalifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, imeelezwa hapa habari ya vituo vya kupoza umeme. Ili kukabiliana na changamoto katika umeme, serikali ilikuja na mpango wa grid imara kwa kujenga vituo vya grid vya kupoza umeme kwa kila wilaya. Hatua zifuatazo zimechukuliwa na serikali. Moja, tumeshanunua viwanja kwa ajili ya kujenga vituo kwa ajili ya wilaya zote nchini. 2, tumeamua kujenga kwanza vituo 14 vya kuanzia, na mheshimiwa mbunge wa Kiteto, wakili Ole Kaita, Kiteto ni moja wapo watakaoanza kujenga katika awamu ya kwanza. Lakini utekelezaji utaendelea katika wilaya nyingine kadri tunavyoendelea. Lakini wilaya nyingi zitahakikishwa kuwa tunazijengea. Mheshimiwa Spika, tunahitaji vituo vya kupozea umeme nchi yetu, vituo 216. Vilivyopo ni vituo 132. Maana yake ni kwamba tuna upungufu wa vituo 84. Kituo cha kupozea umeme cha grid, yani grid substation, gharama ya kukijenga kituo kimoja ni bilioni 35. It's expensive. Na kituo cha kawaida kile kinachopokea umeme kwenye msongo wa kilovoti 33, kituo kimoja ni bilioni 8. Maana yake ni kwamba zinahitajika fedha nyingi ili tuweze kujenga. Hatuwezi kufanya vyote mara moja. Tunachohitaji mahali pengine tutaweka switching station ili tugawanye njia. Kwa mfano pale Mto wa Mbu, kwa sababu ile line ya kutoka Arusha unakwenda mpaka Ngorongoro ni ndefu sana. Ile line peke yake ina urefu wa kilomita 1400. Maana yake ni kwamba line yote ile haina substation, haina chochote. Akitokea hata mtu anaendesha gari akagonga nguzo moja, maana yake walio upande mwingine wote wanakosa umeme. Tumeamua kuweka mkakati maalum wa kuweka switching station kwenye maeneo ambayo tunadhani ni nafuu ili tuweze kutenganisha hizo njia, watu waweze kupata umeme. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hasa wa mkoa wa Lindi, mmemsikiliza vizuri mheshimiwa Kuchauka. Ni kweli Lindi kule wanachukua umeme kutoka kwenye kituo chetu cha Mahumbika. Ni mbali sana. Ukienda Liwale kwa mheshimiwa Kuchauka, umeme unakatika sana. Jamani waheshimiwa wabunge, umeme haukatiki si kwa sababu hakuna umeme, unakatika kwa sababu ya miundombinu. Na mimi waheshimiwa wabunge nataka niwape taarifa ndogo. Juzi tumezindua taarifa ya EWURA. Hapa wakati tumezindua ile taarifa ya EWURA, tumeonyesha kwa mwaka mmoja tatizo la kukatika umeme limepungua kwa kiasi gani. Na hii tulikuwa tunazungumza mpaka tunakuja kumaliza mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme katika nchi yetu kwa taarifa ya EWURA iliyofanywa utafiti imepungua kwa 48%. Na dakika za kukatika umeme zimepungua kwa 64%. Tulikotoka Mheshimiwa Spika, hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko tulivyo hivi sasa. Mahali pengi ukiona umeme unakatika ni mahali ambako tunatengeneza miundombinu. Waheshimiwa wabunge, lazima tukubali kwamba hatuwezi kula keki na tukabaki nayo. Wakati tunajenga hii miundombinu ni lazima tutazima umeme mahali fulani ili tuweze kujenga hiyo miundombinu. Hivi Mheshimiwa Spika, kama tumetoka kwenye dakika 1536 mwaka 2022 mpaka dakika 554 mwaka 2024, tumepunguza kukatika kwa umeme kwa 68%. Naomba mtuamini. Naomba mtuamini kuwa hili jambo tunalifanyia kazi. Tena tunalifanyia kazi. Na Mheshimiwa Spika, hakuna jambo linakera wananchi kama kukatika umeme, hasa kama hawajapewa taarifa. Na ndio maana tumeamua kituo chetu cha huduma kwa wateja tukiimarishe. Umeme unapokatika watu wapewe taarifa. Tulizoea kutoa tangazo tu mara moja tunawapa taarifa kwamba umeme umekatika kwa sababu hizi na hizi. Tumeamua kila wilaya, kila mkoa kuwe na magrupu ya WhatsApp. Meneja kazi yake awe admin kwenye yale magrupu kuwapa taarifa watu. Maana siku hizi wananchi
Hata mimi wananiandikia message, umeme ukikatika wanakuandikia message. Na mimi natamani sana waendelee kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanatuhold accountable, kila mmoja kujua wajibu wetu kuwapatia umeme wa Tanzania.